Gazeti lako la Amani linakuletea promotion kabambe ya Chemsha Bongo, ambapo msomaji unaweza kujishindia shilingi 500 kila wiki au tiketi ya ndege kwenda na kurudi Dubai na kukaa kwa siku 3. Unachotakiwa kufanya ni kununua gazeti lako la Amani kila Alhamis na kushiriki Chemsha Bongo iliyomo gazetini. Ndugu waandishi wa habari za mchana. Waheshimiwa viongozi mbalimbali wa chama, watendaji katika ofisi ya makao makuu ya chama, leo tumeomba kukutana na waandishi wa habari kuweza kuzungumza masuala kadha wa kadha muhimu ambayo tunawaomba watusaidie kuyafikisha kwa umma wa Tanzania. Mtakumbuka mwisho wa mwezi wa 8 mwaka huu tulifanya tena kikao na waandishi wa habari tukitangaza kuahirishwa kwa zoezi la mikutano na maandamano nchi nzima ambalo awali lilikusudiwa kufanywa tarehe 1 Septemba mwaka huu. Tulieleza bayana kwamba katika kipindi chote ambacho tuliendelea na maandalizi ya kufanya Septemba 1 kuwa siku hiyo ya maandamano na mikutano nchi nzima kama mwendelezo wa fikra ya Ukuta, taasisi mbalimbali za kiraia, viongozi mbalimbali mashuhuri na zaidi viongozi wa madhehebu yetu makubwa ya kiimani kwa maana ya kidini walitushauri na kutusihi sana tusiendelee na mpango wetu wa maandamano na mikutano nchi nzima tarehe 1 Septemba. Viongozi hawa wa kiimani kipekee zaidi walituomba tuwape wiki 2 mpaka wiki 3, wakiamini kwamba wangependa kutumia muda huo kutafuta namna bora ya kumaliza mkinzano wa haki ya msingi na ya kikatiba ya kufanya mikutano na maandamano ya kisiasa, kufanya wajibu wetu wa kisiasa ambao ulikuwa umezuiwa na serikali, hususan Rais John Pombe Magufuli na kuchagizwa na vyombo vyake vya dola ikiwemo polisi na hata kujaribu kulishirikisha jeshi la wananchi. Na tulikubaliana kama kamati kuu kwamba tuwape fursa hiyo viongozi wetu wa dini waweze kutekeleza wajibu wao wa kuitetea na kuilinda amani ya taifa letu, ya kujaribu kujenga mahusiano na maelewano katika taifa. Lakini ikumbukwe vile vile kwamba sambamba na hilo, siku hiyo ya tarehe 31 tulipozungumza na ninyi, tulitangaza siku ya tarehe 1 Oktoba kama siku mbadala ama siku ya mbele ya kufanya maandamano na mikutano nchi nzima kama ambavyo tulikusudia awali. Sasa ndugu waandishi wa habari, taarifa ambazo kamati maalum ya kamati kuu ilipokutana jana imepewa taarifa rasmi kwamba hadi jana, na kwa maana hiyo hadi sasa tunapozungumza, viongozi wetu wa kiimani hawajaweza kutupa taarifa yoyote kama wameweza kumuona rais ama hapana, kama wameweza kuonana na kiongozi yote ama hapana, kama wana ushauri wowote wa kutupa sisi kama Chadema na kama sehemu ya Ukawa ama hapana. Kwa maana hiyo sasa, sisi kama chama cha siasa tulitekeleza wajibu wetu wa kuheshimu mamlaka za kidini
kuwaheshimu sana viongozi wetu na tutaendelea kuwaheshimu viongozi wetu. Lakini sasa ni wajibu wa sisi kama chama cha siasa kuendelea kujipanga kuipigania haki hiyo ya kutekeleza wajibu wetu wa kidemokrasia katika taifa kama ambavyo katiba na sheria ya vyama vya siasa inaturuhusu. Lakini vile vile sambamba na hilo, kamati maalum ya kamati kuu imetambua vile vile kutokana na matukio mengine kadha wa kadha kwamba mapambano ya kisiasa si tukio la siku moja, ni tukio endelevu. Na kwa hiyo tarehe 1 Oktoba iliyokuwa imetangazwa kwamba ingekuwa siku mbadala, baada ya tathmini ya mambo kadhaa ambayo nitaeleza hivi punde, kamati kuu maalum kwa niaba ya kamati kuu imeona kuna umuhimu wa kutokuendelea na zoezi la maandamano na mikutano nchi nzima lililokuwa limekusudiwa sasa kufanyika tarehe 1 Oktoba, ili kupisha mbinu nyingine mbalimbali ambazo baadhi nitazieleza hapa, kuendeleza fikra yetu ya kujenga ukuta. Taifa letu limekuwa na tabia ya kujipambanua kama taifa ambalo lina amani sana, lakini ni taifa ambalo wananchi wake wanateswa kwa njia mbalimbali na jamii ya kimataifa haifahamu. Kwa chama kitaendelea kutumia juhudi mbalimbali za kidiplomasia kufikisha ujumbe kwa jamii ya kimataifa, na sio tu kwa nchi hizi, hata kwa taasisi nyingine za kimataifa ambazo zinasimamia haki za binadamu katika dunia hii, ili utawala wa Magufuli ujue kwamba mipaka yetu haiishii Namanga na haiishii Tunduma. Chama hiki kina uwezo, kama yeye hana uwezo, sisi tuna uwezo mkubwa wa kwenda nchi mbalimbali na kuzungumza tukaeleweka. Lakini vile vile chama kilitangaza kwamba tunafungua kesi mbalimbali zinahusiana na kile ambacho tunaamini ni ukiukwaji wa sheria na katiba katika taifa. Kurugenzi yetu ya sheria chini ya mwanasheria mkuu wa chama inaendelea na maandalizi mbalimbali ya kufungua kesi hizi. Kama mnavyofahamu, ufunguzi na uendeshaji wa kesi katika taifa letu si jambo la haraka sana. Ni kwa bahati mbaya, kesi nyingine zinachukua miaka kukamilika, lakini vile vile maandalizi ya msingi kufanyika nako kunahitaji muda wa kutosha. Lakini ndugu zangu, mnaelewa vile vile kwamba katika kipindi hiki kuanzia mwezi wa 8, mwezi wa 9, viongozi wetu mbalimbali wameshikwa na kukabiliwa na kesi mbalimbali. Yaliwekwa hata mazuio kadhaa ya kisiasa ya kuzuia viongozi wetu wasifanye vikao vya ndani, baada ya kuona maandalizi ya ukuta yameshika kasi. Lakini sisi kama chama cha siasa tunasema siasa haifanywi kwa mikutano ya hadhara pekee, japo mikutano ya hadhara na maandamano ni haki ya msingi ya kikatiba. Kwa sisi kama chama tunaweka mkakati maalum sasa wa kwenda kufanya siasa nchi nzima, kwenye kanda zetu, mikoa yetu na wilaya zetu na maeneo yote, kufanya vikao vya chama. Ratiba hii rasmi ya nchi nzima itatangazwa muda wote kuanzia sasa hivi, na kwa sababu nimesema zoezi la ukuta ni zoezi endelevu, ningeomba nitumie nafasi hii kutoa msimamo wetu kuhusiana na hicho ambacho ni mgogoro ndani ya chama cha wananchi CUF. Profesa Lipumba, ambaye mara kwa mara amesikika akisema kwamba Chadema ndio wachochezi wakubwa na wanaopandikiza mgogoro ndani ya CUF, sikusudii kumjadili Lipumba, kwa sababu mimi naamini Lipumba ni politically relevant.
na nikiendelea kumjadili nitampa nafasi ambayo pengine alikuwa nayo zamani. Lakini niseme tu, Chadema imekuwa kiungo ya vyama vyote vyenye kudai haki ya kweli katika taifa hili, na tutaendelea kushirikiana na chama chochote ambacho tunaamini kina malengo yaliyothabiti katika kuipigania demokrasia na taifa hili. Kwamba sisi eti ni mawakala wa kuisaidia kafu kubomoka ni kauli za malipo ya kisaliti ambayo mwenzetu huyu ameyapitia. Katika misingi hiyo, pamoja na kupuuza kauli hizo, sisi kama chama cha siasa tutaendelea kushirikiana na chama cha wananchi kafu. Tutaendelea kuheshimu maamuzi yanayofanyika kwenye vikao halali vya chama cha wananchi kafu. Tutaendelea kufanya kazi na wabunge wa Ukawa. Tutaendelea kufanya kazi na wabunge na madiwani wa Ukawa, kwa maana ya vyama vingine ambavyo ni nje ya Chadema. Na katika muktadha huo, tunaomba viongozi wote na network yote ya Chadema nchi nzima ipuuze kauli za Profesa Lipumba, isimpe ushirikiano wote Profesa Lipumba. You